Habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu uko salama. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo. Msomaji wako ni mimi Fatma Hassan kwa habari za kitaifa na kimataifa pamoja na habari za biashara na uchumi. Kwa upande wa habari za michezo na burudani tutakuwa naye Esther Mtebe. Karibu. Jumuiya ya Maridhiano Tanzania JMAT imewataka Watanzania kuilinda tunu ya amani ili kuendelea kutengeneza taifa lenye umoja, udugu na mshikamano vinavyounda nia thabiti ya moyo wa uzalendo kwa maslahi mapana ya taifa. Henrika Virondo kutoka Mwanza ana undani wa taarifa hii. Kaka yangu Saidi Mtanda, tunatambua umuhimu wa kazi yako, upendo wako, hekima na busara ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia, lakini pia Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akaona na unafaa kukaa katika kiti hicho. Mkurugenzi wa usimamizi na uhusiano JMAT Leila Banji anawasilisha nasaha hizo jijini Mwanza wakati akikabidhi tuzo ya kutambua mchango wa mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda na kamanda wa polisi wa mkoa huo Wilbrod Mutafungwa katika usimamizi wa amani. Wewe ndiye baba wa jumuiya hii kwa mkoa huu wa Mwanza. Shirikiane nao popote unapoona kuna kadhia unahitaji sehemu ya maridhiano. Jumuiya hii ya mkoa iko pamoja na wewe. Niwashukuru wananchi wa mkoa wa Mwanza ambao wamekuwa ni wasikivu pale ambapo serikali ilikuwa ikitoa kauli ikiwataka wafanye 1, 2, 3. Wananchi wa mkoa wa Mwanza waliitikia kauli ya serikali. Ambao mmetutembelea hapa siku ya leo na tuzo hii, tunawaomba muendelee kushirikiana na jeshi la polisi katika kuhakikisha kwamba tunazuia uhalifu zaidi kabla haujajitokeza. Ujumbe huo ulitanguliwa na salamu mbalimbali kutoka kwa viongozi wa jumuiya hiyo ngazi ya mikoa kanda ya Ziwa. Tunaomba upokee salamu hizo kwa moyo wa shukrani kabla ya kuwasili katika ofisi za Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Mwanza kwa utambuzi. Hakuna maisha kama hakuna amani. Nilijifunza kwamba wadudu wanahitaji amani, si binadamu tu, wanyama wanahitaji amani. Tuombe tu ushirikiano, kuthaminiana, kuheshimiana. Serikali yetu ni sikivu, tutafanya nao kazi. Tunaibariki sana serikali yetu na kuiombea kila siku. Tanzania hatujawahi kupata mwanamke shupavu mwenye weledi wa kuwapenda wananchi wake kama Dr. Samia Suluhu Hassan. Tuendelee kumuombea. Kauli mbiu yenye mantiki iliyoongozwa na Jumuiya ya Maridhiano Tanzania JMAT, hakuna Tanzania nyingine baada ya hii, hivyo kila mwananchi anao wajibu wa kuwa mzalendo na kutunza amani iliyopo katika taifa. Henrika Virondo, Channel 10, Mwanza. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar ameiagiza Benki ya Maendeleo ya TIB kuimarisha zaidi mifumo yake ya uendeshaji ili iweze kufikia malengo yake ya kusaidia serikali kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050 katika maeneo ya kukuza uchumi wa taifa na maendeleo ya wananchi kwa ujumla. Tupate taarifa kamili. Balozi Omar ametoa maelekezo hayo jijini Dar es Salaam alipokutana kwa mazungumzo na uongozi wa Benki ya Maendeleo Tanzania TIB ukiongozwa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa benki hiyo Sosthenes Kewe kwa lengo la kujadiliana masuala mbalimbali yanayohusu kuimarisha utendaji wa benki hiyo na mchango wake katika kukuza uchumi wa taifa. Kwenye miradi hii yote mengine ambayo ipo kitaifa, of course kuna opportunity nyingi, au tuna address issue ya hali yetu kwanza kidogo ya fedha, and maybe kama wasema in the next 12 months we really need to come up with a strategy ya kuaddress hali ya fedha. It has to be the top priority, and as a board quarterly whatever metrics ambayo tunatumia lazima tu monitor hii hali na changes zake tuzione very clear. Wakitoa taarifa ya utekelezaji wa majukumu ya benki hiyo, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa TIB Bwana Sosthenes Kewe na mkurugenzi mtendaji wa benki hiyo Deogratias Kuyukwa wamesema benki imejipanga kutoa mchango mkubwa katika utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya 2050
hususan katika eneo la upatikanaji wa fedha za kuendeleza miradi mbalimbali ya kiuchumi na kijamii. TIB kuelekea huko miaka 25 ijayo na zaidi itaangalia zaidi utengenezaji wa ajira, upatikanaji wa fedha za kigeni, forex earnings, lakini kuongeza vipato kwa wale ambao wako katika sekta mbalimbali hasa zile za kipaumbele. Lakini pia tunataka tuwe mchango mkubwa katika mageuzi ya sekta ya fedha, kwa sababu ndo kazi kubwa ya DFIs pia katika nchi ambazo zinaendelea. Tutakuwa tunajikita zaidi kuangalia kwenye ile miradi inayoleta tija, ambako sasa hao wenzetu commercial hawana appetite na miradi ya maji, miradi ya umeme, miradi ya afya, ambako inahitaji funding ya serikali, kama kwa sisi kuwa kama tunaofanya kwa miradi mingine kumanage funding ya serikali na ili tuweze kusaidia kuipa mchango wa serikali. Mkutano huo pia umejadili umuhimu wa kufanya mageuzi ya mifumo ya ndani ya kiuongozi, namna ya kupunguza mikopo chechefu, kuimarishwa kwa mifumo na tathmini ya mikopo na ufuatiliaji wa miradi inayofadhiliwa na benki hiyo. Salum Pelembo, Channel 10. Serikali imeanza kukabiliana na changamoto ya wanyama wakali wanaoingia kwenye makazi ya watu na uvamizi wa maeneo yaliyohifadhiwa kwa kununua vitendea kazi vilivyogharimu zaidi ya shilingi bilioni 3.2 kwa ajili ya kuimarisha ulinzi na uhifadhi. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba ametuandalia taarifa ifuatayo. Vifaa hivyo ni pamoja na magari 33, pikipiki 36 na ndege nyuki 3 ambavyo vinatarajiwa kusaidia kwa kiasi kikubwa kukabiliana na changamoto ya wanyama wakali, ambapo akizungumza jijini Dodoma wakati wa kukabidhi vifaa hivyo kwa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji anaeleza. Ili kurahisisha utendaji kazi wa taasisi zetu, tumekuwa tukinunua vifaa hivi vya utendaji kazi, na leo hapa TFS Mheshimiwa Rais ametuwezesha, tumepata vitendea kazi hivi ili kurahisisha ufanyaji kazi wa watumishi wetu kwenye maeneo yetu ya kazi. Moja kubwa ambalo tunalo na jukumu kubwa la taasisi yetu hii ya huduma za hifadhi za misitu ni kuhakikisha tunaanzisha misitu, lakini tunaitunza na kuihifadhi misitu mingine yetu ya asili tulionayo, na ndio maana tumetafuta hivi vitendea kazi. Baada ya kukabidhiwa vifaa hivyo, Kamishna Mkuu wa Uhifadhi kutoka TFS Profesa Dosi Santos Silayo anaeleza maeneo ambayo wanaenda kuangazia zaidi kulingana na hali ya usalama wa misitu. Tunaelekeza nguvu pia katika maeneo ya mwambao wa bahari ambako kuna misitu ya mikoko, ambako kufika kule inahitaji vyombo mahususi kama boti au meli. Sasa hizi zinaweza tukatusaidia kwamba ni wapi panahitaji intervention haraka. Lakini maeneo pia ya misitu ya milimani ambayo kufikika kwake si rahisi sana kwa kutumia vyombo vingine, hii tutatumia pia hizi drones. Na kwa magari haya kama maeneo ya wilaya ambako tunataka kuwafikia wananchi pia kwa ajili ya kutoa elimu, kusambaza vitu mbalimbali kama miche ya miti, magari haya yatatumika vizuri. Kwa upande wake, mtaalamu wa anga kutoka TFS, askari wa uhifadhi daraja la kwanza CRI Ali Msuya, anaeleza ufanisi wa ndege nyuki. Tumekuwa tukizitumia sana kwenye shughuli za operation. Zina uwezo wa kubaini maeneo ambayo hawezi kufikika kwa magari. Mheshimiwa Waziri amezindua magari hapa, lakini kuna maeneo huwezi kufika kwa magari. Tunatumia drones maeneo ya milimani, lakini na uwezo wa kubaini kambi za kihalifu zilizopo ndani ya hifadhi. Drones zetu zina sensor inaitwa thermal detector. Ni thermal sensor. Inaweza kuona mpaka usiku, hata ujifiche kwenye kichaka. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuvuliwa silaha kwa kundi la Hamas ni sharti muhimu katika awamu ya pili ya makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza, kwa kuwa kutafungua njia ya amani ya kudumu na ujenzi mpya wa ukanda huo.
Akizungumza baada ya mazungumzo na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu yaliyofanyika usiku wa kuamkia leo Disemba 30 katika jimbo la Florida, Trump amesema kuna makubaliano ya pamoja kati yao kuhusu umuhimu wa Hamas kuachana na silaha zake. Kauli hiyo imekuja wakati kukiwa na wasiwasi wa kimataifa kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano yanaweza kuvunjika kutokana na kuchelewa kuanza kwa awamu ya pili na tuhuma za pande zote kukiuka makubaliano. Trump amesema bila kuvuliwa silaha kwa kundi la Hamas haliwezekani kufikia awamu ya pili ya makubaliano ambayo pia yanahusisha kuanza kwa ujenzi wa Gaza na kuanzishwa kwa mfumo mpya wa utawala baada ya vita hivyo. Kwa mujibu wa Trump, Israel imetekeleza kikamilifu wajibu wake katika awamu ya kwanza ya makubaliano, ikiwa ni pamoja na kuruhusu misaada kuingia Gaza na kubadilishana mateka, huku ikisaliwa na changamoto ya utekelezaji wa masharti yanayohusisha makundi mengine, hususan kundi la Hamas. Naam, mtazamaji, tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Waziri wa Maji, Nishati na Madini Nadir Abdulatif Alwardi amesema kwa kuwa sekta ya viwanda ni eneo muhimu katika kukuza na kuimarisha uchumi wa nchi, serikali itaendelea kuweka mazingira bora ya uwekezaji na ambayo yatavutia uwekezaji wa viwanda nchini. Amesema dhana ya mapinduzi ya Zanzibar yalilenga katika maeneo ya uchumi, afya, makazi na biashara. Hivyo serikali imedhamiria pia kufanya mapinduzi makubwa ya viwanda nchini. Tupate taarifa zaidi kutoka kwake Juma Kasim. Ni ufunguzi wa kiwanda cha soda cha Maisha Bottle Zanzibar Limited kiliopo Maruhubi. Katika ufunguzi wa kiwanda hicho, Waziri wa Maji, Nishati na Madini Nadir Abdulatif Alwardi amesema Zanzibar ni sehemu salama ya uwekezaji na yenye mazingira bora ya uwekezaji. Viwanda vimekuwa vikitoa tija kwa nchi kutokana na kuingizia serikali mapato pamoja na kuiweka nchi katika ramani ya dunia, kushajiisha biashara kimataifa. Ndugu wananchi, kufuatia maelekezo yaliyotoka hapo juu, inadhihirisha wazi uwepo wa viwanda nchini una malengo mahsusi, una faida mahsusi sambamba na kukuza uchumi wa taifa letu. Ndugu wananchi, naomba kutumia fursa hii kutoa wito kwa wawekezaji wengine, wafanyabiashara wakubwa nchini kuwekeza katika sekta ya viwanda na kutumia fursa zilizopo. Viwanda Zanzibar ni sehemu salama. Aidha, waziri huyo wa Maji, Nishati na Madini amemtaka mwekezaji wa kiwanda hicho kutoa fursa za ajira kwa vijana ili kuendana na malengo ya mapinduzi. Kwa upande wa vijana wetu ambao wataajiriwa katika kiwanda hichi, na wasihi wawe waadilifu, wawe waaminifu na wawe na bidii ya kujituma ili mwekezaji huyu apate faida nyingi, mpate kipato cha kuendesha maisha yenu. Mkurugenzi mtendaji Mamlaka ya Kukuza Uwekezaji Zanzibar Saleh Saad Mohamed amesema uwepo wa sera na miongozo bora ya uwekezaji imechangia kwa kiasi fulani kuvutia uwekezaji. Agizo limetambia kwamba tutanue wigo kwa uwekezaji mbali na maeneo ya utalii. Kwa hivyo hili ni eneo ambalo tutakwenda kulifanyia kazi kupitia wizara yetu ya kazi na uwekezaji, kupitia mamlaka kubwa za uwekezaji Zanzibar ZIPA, kwa kurekebisha sheria yetu, miongozo yetu na taratibu za uwekezaji. Uwekezaji utakuwa na laini 3. Mpaka sasa tumeweza kufanya installation ya laini 1 na tayari soda tunaendelea kuzalisha, na laini 2 tayari tuko hatua za mwisho. Ikifika mwezi wa Machi, mwezi wa 3 2026, na laini 2 zitakuwa tayari. Ufunguzi wa kiwanda cha soda cha Maisha Bottle kiliogharimu zaidi ya bilioni 25 fedha za Kitanzania ni miongoni mwa shamra za kutimia miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar 1964. Makasim, Channel 10, Zanzibar.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF limetoa ripoti kuwa watoto nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakabiliwa na hatari ya kukumbwa na vitendo vya unyanyasaji wa kingono ambavyo vinasalia kuwa mgogoro ulioenea na unaovuruga utulivu. Hayo yameelezwa katika ripoti iliyotolewa na shirika la UNICEF kwamba kwa miaka 30 ya mzozo mashariki mwa Kongo, ni moja ya madhila yanayowakumba ni unyanyasaji wa kingono kwa watoto yanayochangizwa na mifumo dhaifu ya ulinzi na uwajibikaji mdogo wa kisheria. UNICEF imeripoti pia vitendo vya unyanyasaji mkubwa wa kingono hata nje ya maeneo yenye migogoro, na kwamba licha ya miongo kadhaa ya juhudi endelevu za kitaifa na kimataifa, ukiukwaji huo unaendelea katika viwango vya kutisha kote nchini Kongo. Wakati hayo yakiendelea, serikali ya Kongo imetangaza kuibuka kwa waasi wa Mobondo kusini magharibi mwa nchi hiyo kuwa kundi la kigaidi, huku machafuko ya kikabila yakiongezeka na kusababisha usalama wa taifa ukitetereka na kuongeza hofu kwa wananchi. Serikali mkoani Tanga imewaagiza wakala wa barabara mkoani humo kuhakikisha wanafunga taa na kamera za usalama barabarani katika maeneo yote ili kuwasaidia wananchi kutokana na umuhimu wa miundombinu hiyo. Taarifa zaidi na Raya Kipingu. Maagizo hayo yanatolewa na mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani wakati wa kikao cha bodi ya barabara cha mkoa kwa ajili ya kujadili sekta ya uchukuzi ikiwemo miundombinu ya taa za barabarani. Kasi ya wekaji wa taa za barabarani ziongezeke ikiwemo pamoja na surveillance cameras. Tulikuwa tumepanga mwanze Pongwe ifike mpaka mjini. Tumeona nyingi zimeanzia uwanja wa ndege pale. Niombe tu kwamba taa hizi ziendelee kuwekwa, lakini pia zile ambazo zimewekwa balbu imekufa basi ibadilishwe. Baadhi ya wadau wakasisitiza faida za taa za barabarani kwa maslahi ya jamii. Barabara zetu hizi kubwa, ukienda katika miji ya wenzetu unakuta taa nguzo zimewekwa kulia na kushoto, kulia na kushoto. Pamoja na uone ule hafifu, lakini zingewekwa pande zote mbili ingepelekea kidogo kuongeza nguvu ya uone. Pale kwenye beria yetu Mtimbwani pale hakuna taa. Wale askari na uhamiaji wanafanya kazi katika mazingira magumu kwa sababu ya ukosefu wa taa pale. Ni kuweka taa pande zote mbili. Huu umekuwa ni utaratibu wetu, tunafanya kama kadiri nafasi inavyokuwa inaruhusu. Na distance kiukweli huwa tunaweka zile taa kwa mita 30. Tunazozizungumzia sasa hivi zimewekwa kwa mita 40. Katika hatua nyingine pia zikatajwa barabara zinazotakiwa kuboreshwa kutokana na kuwa zinasomeka kwenye utekelezaji ili hali bado hazijakamilika. Tumeripoti barabara kutoka Korogwe kwenda Mabukweni, kwenda Bomomtoni kwenda mpaka Mabukweni. Lakini barabara ambayo tulizungumza kwenye kikao na ambayo kwenye muhtasari iko reported ni Korogwe, Dindira, Bubuli, Soni. Wakati tunaweka hii mipango mingine, ningeomba sana mpango wa kwanza wa Dochi pale Dochi unapoingia Lushoto ndio kuna vipande viwili vya corrugation vikorofi sana. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Serikali ya Iran imesema kwamba itafanya mazungumzo na viongozi wa maandamano baada ya kufanyika kwa maandamano huko Teherani na miji mingine juu ya kushuka kwa thamani ya sarafu ambayo imeongeza kasi ya mfumuko wa bei, huku mkuu wa benki kuu akijiuzulu. Rais Masoud Pezeshkian amesema katika chapisho lake kwenye mitandao ya kijamii Jumatatu jioni kwamba alikuwa amemwomba waziri wa mambo ya ndani kusikiliza madai halali ya waandamanaji. Maandamano yaliyojumuisha wafanyabiashara katika eneo la Grand Bazaar huko Tehran yalifanyika Jumapili na Jumatatu kulingana na vyombo vya habari vya serikali ya Iran. Fedha ya Iran imekuwa ikishuka thamani huku uchumi ukiathiriwa na athari za vikwazo vya magharibi na kushuka kiwango.
Na huko Saudi Arabia imeshambulia kwa mabomu mji wa bandari ya Mukalla nchini Yemen, sehemu inayoelezwa kuhifadhi shehena za silaha za kikosi cha wanajeshi waliojitenga iliyowasili kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Pia Saudia ilihusisha moja kwa moja umoja huo wa Falme za Kiarabu kwa mashambulizi ya hivi karibuni ya kikosi hicho huko Yemen na kuonya kuwa vitendo vyake ni hatari na kuitaka UAE kujiondoa nchini Yemen. Baada ya shambulizi hilo, vikosi vya Yemen vinavyolipinga kundi la Wahouthi vilitangaza hali ya hatari, huku vikiamuru vikosi vyote vya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kuondoka ndani ya masaa 24. Na mtazamaji, taarifa hiyo basi inatupa nafasi kwenda kuziangaza habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.